Kukaribisha sasa mwenyekiti wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Malambaya. Karibu Mheshimiwa Manyanya, utoe mchango wako na wewe tukusikilize. Karibu sana. Asante sana moderator, Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa wa Katavi. Nashukuru sana kwanza kwa kupata nafasi hii kwa kuchangia. Mimi naitwa Manyanya Malambaya, mwenyekiti wa mkoa wa Dodoma. Kwanza kabisa ni mshukuru mwakilishi wetu ambaye ametusomea tamko zuri, tamko ambalo wenye viti tulijadili kwa upana na tukaliunga mkono. Hili tamko kwanza moja kabisa lina mambo ya msingi ambazo yanazungumzia haki za wananchi. Lakini kabla sijaenda mbali, naomba niende kwanza moja kwa moja mimi kuwapa pole Watanzania wote kwa mazingira ambayo wamepitishwa na watawala wa nchi ambao kiukweli wametupeleka kwenye uchaguzi ambao ni mgumu sana kufikiria na wala kutazama. Watanzania wamekufa, Watanzania wameumizwa, lakini Watanzania wamekuwa walemavu na wengine wamepoteza ndugu zao na kuamua kuzika nguo. Hii ilikuwa ni hatari sana kwenye nchi yetu. Uchaguzi umekuwa ni kitu cha ajabu sana kwa Tanzania. Lakini bila kusahau tupongeze baadhi ya taasisi ambazo zimesimama kwenye kusema ukweli. Kianza na baadhi ya taasisi za dini ya Kiislamu, hasa Sheikh Ponda, baada ya kutokuelewa maana no reform no election, alienda kujionea hali halisi na amekuja kukiri na kusema ukweli. Tupongeze baadhi ya taasisi za dini na taasisi mbalimbali za kimataifa ambazo zimesimama na Watanzania kueleza ukweli uliojitokeza dhidi ya uchaguzi uliofanyika nchini kwetu. Mimi niseme jambo moja. Sisi kabisa wananchi wa Dodoma wengi wametuita viongozi kwa namna moja au nyingine. Tunataka tuombeni Chadema msimame kwenye engo ambayo iko pamoja na sisi wananchi. Haki zetu zinaporwa, haki zetu zinaonewa. Watanzania wa Dodoma wote wa mjini na vijijini hawako tayari kabisa kwenda kwenye maliziano ambayo ni macho. Kama tunavyosema, kwanza hawa waliotufikisha hapa wakili kosa na tuone kwa dhamira ya ndani kabisa kwamba hivi wanawajibikaje kwa hiki kilichotokea. Hili ndio swala kubwa ambalo Watanzania wanatuambia, hasa wananchi wa Dodoma. Jana nilikuwa najaribu kuwaambia watu kwamba kesho tunakwenda kutoa tamko letu kama wenye viti wa mikoa. Wakasema ole wenu muwe kinyume na sisi wananchi. Wananchi wako pamoja na sisi sana na wanatuunga mkono sana. Na hata ukijaribu kuangalia serikali inapojaribu kupindisha ukweli, hasa waziri mkuu anapokuwa anasema hao wametumwa wanataka uranium, watu wanasikitika sana. Wanasema Chadema ndio tumaini pekee lililobaki ambalo linaweza kutusaidia sisi wa Tanzania kupata haki zetu, kupata katiba mpya ambayo itasababisha kufanya chaguzi za haki ambazo hatutaumizana na anayeshinda atangazwe, lakini sio kama uchaguzi uliotokea tarehe 29 ambao ulikuwa ni uchaguzi wa kuleta makovu kwenye nchi, kuleta mgawanyiko na kuumiza watu, uchaguzi ambao kwa haki. Lakini mimi naomba niseme na nizungumze kwa Watanzania na kuwakumbusha, Chadema ni chama ambacho kimekuwa kingi sana. Tumepitishwa kwenye chaguzi nyingi za kuonewa. Tukianza 2019 uchaguzi wa serikali za mitaa, tumepitishwa kwenye uchaguzi wa 2020 kwa maonezi makubwa sana, tukaamua kuwa wavumilivu. Tumepitishwa kwenye uchaguzi wa namna hiyo mwaka 2024 tumeingia kwenye uchaguzi wa kuonewa kabisa wa serikali za mitaa. Sasa Watanzania wakaamua kutoeleza hali halisi, hasa wa Dodoma, kwamba ifike sehemu kwa mwisho kwamba tumekuwa tunashiriki chaguzi ambazo tunaonewa, tunapigwa, tunaporwa. Hebu sasa tujizatiti kusimama kwenye no reform no election, na wote ni mashahidi. Serikali ilijaribu kupinga, kuumiza watu, kutuonea sisi kama viongozi wa chama ambao tulisimamia msimamo huu, lakini wananchi kwa dhamira yao moja waliamua kusimama na sisi kwamba ni kweli sisi kama wadau wa uchaguzi, sisi kama Watanzania ambao tunataka turudishiwe mamlaka yetu ya kuchagua viongozi,
viongozi watokane na sisi tunataka gani ambao watachaguliwa kwa haki. Hatuko tayari kushiriki uchaguzi wa kiini macho, na mimi najua na mimi nafahamu ni kiburi tu cha watawala. Hiyo mimi nataka tuiseme sisi kama viongozi wa mkoa na kama chama kwa ujumla. Kwanza tunakipongeza sana chama chetu kinaposimama na wananchi kwenye kutoa matamko ambayo ndio tatizo kuu wananchi wanataka yatakiwe majibu. Kwa hiyo na sisi viongozi wa mkoa, hasa wananchi wa Dodoma na mkoa mzima wa Dodoma, tuko pamoja na kamati kuu na tamko lote ambalo lilisomwa na makamu mwenyekiti, tunaunga mkono kwa asilimia zote. Na niseme jambo moja, sisi viongozi wa Dodoma hatuko tayari kuona wananchi wanaonewa, hatuko tayari kuona haki za watu zinaporwa. Kwa hiyo sisi tuko tayari kusimamia ukweli hata kama utatugharimu. Sisi kama viongozi wa Dodoma, mimi kama mwenyekiti wa chama, na waomba na wenyeviti wangu na Watanzania kwa ujumla waelewe kwamba Chadema, kwa sababu tunaamini katika haki na tunaamini tunatetea maslahi mapana ya wananchi, naomba watuunge mkono kwenye hili, na sisi kama chama hatutarudi nyuma, hata kama kutakuwa na gharama ambazo zitatugharimu kama viongozi na zitaweza kutugharimu chama. Na mimi niseme hatuko tayari kuona chama hichi kinaonewa na kinakufa kwa sababu eti kuna mtu anatutisha, na wala tusishtuke. Tunaamini kuna mambo mazuri ambayo yatafuata tukisimama na msimamo huu. Baada ya kusema haya, naomba nijaribu kurudi kidogo kwa rafiki yangu na kiongozi wangu Mwalimu Chacha. Mwalimu Chacha ni rafiki yangu na nimesoma naye, ni mwalimu wangu mzuri sana. Mimi naomba niseme jambo moja kidogo, kwamba sisi viongozi wa chama kulinda chama hichi kwa nguvu kubwa sana. Tuna wakati mgumu sana kufanya siasa kwa leo. Wananchi wako wanatuunga mkono sana, hasa Dodoma kwa sababu wito kwa kuwaweka ndani mpaka leo bila kujali hata kama walikinguka kwenye msimamo wetu wanaolifizani, wanateseka, hasa viongozi wa chama, viongozi wa kisiasa wa kata ya Mbalawala, jimbo la Dodoma. Kuna watu wengi sana walikamatwa mpaka leo wako magerezani, wametuhumiwa na kesi za uhaini, wameonewa na kesi za ulegevu. Tunaomba wito na tunataka serikali mara moja iwachiwe watu hawa ambao ni wahanga wa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tunaomba kama watu wa Dodoma yachukuliwa hatua haraka sana. Lakini la mwisho, tumwache hapa pamoja na mwakilishi wetu ambaye alisema tamko, tunasema jambo moja kwamba kama serikali itaendelea na ame ambao wao wanaamini kututisha sisi tumejiandaa kutokutishwa. Tutaendelea kufanya kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, japo ni mbovu. Kwa hiyo wito wetu ulikuwa ni huo, kwamba tunaomba serikali ijaribu kutambua makosa. Ili kusudi wawajibike, ndio tuweze kwenda kwenye maridhiano ya kweli. Tunaunga mkono mambo yote chama ambayo kimeyatamka na kimeyasimamia, na sisi tuko pamoja na wao. Naomba nisiwachoshe, naomba hapo kwa leo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Manyanya kwa mchango wako, mwenyekiti mkoa wa Dodoma, namna ambavyo umewakilisha viongozi wenzio mkoa wa Dodoma, lakini pia na wananchi kwa ujumla wamekusikiliza, na wanachama wenzako pia wa Chadema. Sasa na mimi nataka niongee kama kwa dakika 3 hivi au 4, nitoe mchango wangu kwa kifupi sana, nisirudi nyuma kwa yale ambayo waheshimiwa wenye viti mmeyachangia. Alafu then nitampa nafasi Mheshimiwa Malisa, mwenyekiti mkoa wa Morogoro, aendelee na utaratibu mwingine. Waheshimiwa wenye viti,
pamoja na wananchi kwa ujumla ambao wanatusikiliza kwa sasa. Mimi nitaka ni washukuru pia kwa namna ambavyo mmetoa michango yenu tangu wa mwanzo wa kikao chetu cha tarehe 9 ambacho leo ndio imekuwa hitimisho la kutoa tamko hili ambalo limekuwa na afya sana la kuunga mkono maazimio ya chama chetu, lakini pia kutoa uelekeo sisi kama wenye viti namna gani tushushe mawazo haya ambayo tumeyapata kutoka kwenye chama, kamati kuu ya chama kwenda kuyafanyia utekelezaji kwenye mikoa yetu. Nadhani huu ni mwanzo mzuri wa kwenda sasa kuyashusha kiutekelezaji, kwa sababu kimsingi kama alivyoongea Mheshimiwa Mungai wakati anasoma tamko kwamba kitendo cha kuzuia eti shughuli za chama CCM wao wakiendelea kufanya ni mambo ya ajabu tu, ambayo kimsingi serikali hii inatumia mahakama kuzima demokrasia ya chama chetu, na ninaamini huko mbele ya safari chama chetu kitatafakari zaidi, kione namna ambavyo tunaweza tukatoka hapa tulipo, kwa sababu vyama vingine wanafanya. Sasa hiki kinachofanyika kwa serikali hii kutumia kuminya haki, demokrasia, kuzima ndoto za chama chetu kushindwa kufanya kazi, kukutana na wananchi, hili jambo halikubaliki. Kwa mimi niungane na tamko hili kabisa na kuunga mkono hoja matamko yote ya chama chetu kama mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Katavi. Jambo hili halikubaliki kabisa. Na mimi niombe viongozi wenzangu hata wa mkoa wa Katavi, kwa zile shughuli ambazo tumeruhusiwa kuzifanya, tuzifanye kwa nguvu kubwa, kwa wivu mkubwa kabisa. Shughuli za Chadema Family, kushiriki shughuli za kijamii, kwa sababu katika kipindi ambacho chama chetu kimepata wafuasi wengi, kimeaminika kwenye taifa hili, ni kipindi hiki ambacho tuko na mwenyekiti asiyeyumbishwa kwa misimamo, pamoja na makamu mwenyekiti na kamati kuu yetu yote ni viongozi ambao wamekuwa na misimamo inayothibitika na ni watu ambao wanaaminika kwenye jamii, kwa sababu mimi ninaamini sifa ya kiongozi pamoja na sifa nyingine zote, lakini sifa ya kiongozi ambao mimi najua ni msingi, kiongozi lazima mtu ambaye anaaminika katika jamii yake. Ndio maana hata wazo la no reform no election lilipoletwa kwenye chama chetu, baraza kuu, kamati kuu, tukapitisha huko, viongozi wetu wakalisimamia na wananchi wakalipokea. Ninaamini kama tungekwenda kichwa tu kwenye uchaguzi huu, tungeumia zaidi ya hapa tulipoumia. Hii inaonyesha kwamba serikali hii pamoja na mambo yote ambayo imetufanyia huko nyuma, Mheshimiwa Chacha Heche ameongea 2019 uchaguzi wa serikali za mitaa, 2020 tulishiriki tukaumizwa sana. Haya ni marudio ambayo serikali hii bado inatumia nguvu kuendelea kuumiza watu na kuendelea kuumiza chama chetu. Sasa kuna mjumbe mmoja amesema hapa kwamba serikali dhaifu siku zote hutumia nguvu ili iendelee kukaa kwenye nafasi. Kwa mimi ninachotaka kukisema ni kwamba sisi chama chetu pamoja na Watanzania wanachadema tunawashukuru sana kwa namna ambavyo wametuunga mkono kwenye safari hii, na sidhani kama tutakwenda kukata tamaa kwa sababu ya mambo haya ambayo tumeyapitia. Hii inaonyesha kwa nguvu kubwa ambayo serikali hii inatumia, inaonyesha ni kwamba tumewashika pabaya. Laiti kama tungekwenda kwenye hivyo vitu vinaitwa maridhiano, tungekwenda kwenye uchaguzi huu ambao hivi vyama vingine vya CCM vilivyoingizwa, vya mapacha vya CCM vikaingizwa kwenye uchaguzi, vikaenda kutengeneza hii serikali ambayo tunasema serikali ambayo hata haitokani na wananchi, haitokani na kura za wananchi. Kwa hiyo ninachoona hapa ni cha msingi, wanachadema, viongozi wetu tuendelee na msimamo na kuunga mkono tamko hili, kuto kushiriki shughuli za kiserikali. Hiyo tume yao inayozunguka kwenye mikoa, tume ya kiviini macho, Mheshimiwa Chacha Heche ameeleza vizuri. Mtu ambaye ni msuluhishi, mediator, hawezi kuchaguliwa na mtu ambaye ni chanzo cha tatizo. Yaani Mheshimiwa Samia na serikali yake anamchagua mediator, mtu ambaye ndio msuluhishi, ambaye tulitegemea mtu ambaye awe neutral
unamchagua, unamlipa mshahara, unampa magari, unampa posho, unampa chakula fulani, unakuja kuniambia mimi nitoe mawazo. Ndio maana hii tume imekuwa inazunguka mikoani, haipati ile cream ya mawazo ya wananchi, wanajifungia, wanajificha, wanaogopa kwamba ni sawa naenda kujifungia mwenyewe, kesho nikamatwe kwa sababu nimeongea ukweli. Kwa serikali hii tutaendelea kupiga tu tutaendelea tu kuwapa ushauri, lakini hii ni serikali kiziwi ambayo kimsingi haiko tayari kusema ukweli ili uweze kutatua matatizo. Kwa hiyo kifupi mimi niseme niunge mkono matamko yote yaliyotolewa na chama chetu, kamati kuu, lakini pia kulaani kukamatwa kwa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Rajabu Bujoro. Tunataka achiwe kupitia tamko hili, na sisi kama umoja wa wenyeviti wa Chadema Tanzania, Mheshimiwa Bujoro aachiwe. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu aachiwe. Ni kesi ambayo haina kichwa wala miguu, ni kesi ya visingizio, ni kesi ya kurudisha mioyo ya Watanzania ili leo ionekane Chadema inakufa, Chadema imefungua shughuli za kisiasa. Sasa mimi najiuliza, haya mambo yote ambayo chama chetu wanatupitisha, kesi mahakamani, viongozi kutishwa, propaganda za kusema sijui makamu mwenyekiti Heche anakwenda kwenye maridhiano, sijui anachukua hela, ni propaganda za kipuuzi tu ambazo kimsingi kama serikali hii inajitambua na ilikubaliwa na ikachaguliwa kwa watu zaidi ya milioni 31, hofu ya Chadema ni nini? Kwa nini wanaendelea kukamata viongozi wetu, kufungulia kesi, kutengeneza propaganda? Kwa nini unagombana kitu ambacho kinataka kufa? Ni mambo ya kujiuliza. Kwa hiyo mimi kimsingi, viongozi wenzangu pamoja na viongozi Chadema, viongozi wa kamati kuu, viongozi wa mikoa ambao ndo tunamiliki watu huku chini mpaka ngazi ya msingi, tusikate tamaa. Msimamo tulioanza nao ndio huu, wananchi wametupokea, hakuna kurudi nyuma. Hii serikali tukiendelea kuichekea itatuumiza zaidi ya hapa tulipofikia. Asanteni kwa kuongea haya machache, sitaki kuwarudisha nyuma sana. Sasa nimkaribishe Mheshimiwa Malisa, mwenyekiti wa mkoa wa Morogoro, ili na yeye aendelee kwa utaratibu utakaofuata hapa mbele. Asanteni sana Mheshimiwa wenyeviti. Asante Mheshimiwa Roda. Nafikiri kwa mujibu wa ratiba tulipaswa kurejesha kwa Mheshimiwa Mungai kwa ajili ya kuendelea na utaratibu mwingine. Asante Mheshimiwa Mungai. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa wa Morogoro Malisa, asante sana mratibu wa hili zoezi. Nadhani kama msemaji wa tamko nilimaliza hiyo kazi, lakini nataka nichangie kwa ufupi nami kama mwenyekiti. Sasa kama mwenyekiti wa mkoa wa Iringa na mjumbe wa baraza kuu wa chama taifa, mjumbe wa mkutano mkuu wa chama taifa, na mimi nitoe machache navyoona mimi. Hii haihusiani na yale tulioongea kwa pamoja, lile tamko ni la pamoja. Haya ni maoni yangu kama mwenyekiti. Kubwa ambalo nitaka tu niseme ni kuambia Watanzania na kuiambia serikali kwamba athari za uchaguzi ambao hauna haki, athari za kuishi kwenye nchi ambayo ina hofu ya mawazo mengine, hofu ya mbinu mpya, hofu ya kusonga mbele, basi hiyo nchi haiwezi kuwa na maendeleo. Nachojaribu kusema, mifumo yetu ya uchaguzi ya kupata viongozi katika nchi yetu imenajisiwa kiasi kwamba tunaoathirika ni Watanzania wote. Oktoba 29 mwaka jana, tofauti na ambavyo serikali inajaribu kutuchagua sisi, na nisiseme serikali, niseme baadhi ya watu kwenye vyombo vya dola, baadhi ya watu CCM wanapanga kwamba ni Chadema, wanatafuta adui, lakini adui sio Chadema. Chadema hatujaratibu maandamano. Chadema pamoja na kwamba tunasimama na
wananchi kiujumla, kwa sababu hata ukiangalia katika falsafa yetu ni nguvu ya umma. Uhalali wetu daima utatokana na wanachotaka umma. Kwa hiyo daima tutasimama na umma wa Watanzania, na kwa kukamatwa na kubakwa kwa mifumo ya uchaguzi katika nchi yetu hii, nitaka kuongea kwa ufupi jinsi inavyoathiri mambo mengi sana. Kwa mfano, ukiangalia, mimi ni mchumi, katika uchumi wa Tanzania ungeweza kukua maradufu. Kuna nchi kama China zilitoka kukua kwa 2-3 zikaenda kukua mpaka 14-15. Sisi tukikua kwa 5% tunataka tupigiane vigelegele. Lakini kwa nini tunashindwa kuaccelerate kukua kwa uchumi wetu na kuboresha maisha ya Watanzania? Inaanza kwenye matatizo ya jinsi tunavyopata viongozi. Na ndio maana nasema wachumi professionals, watu wote wataalam, lazima wafahamu kwamba kama tuna watu ambao wanashindwa kusimamia kitu wanakiita miradi ya kimkakati, nazungumzia kwa mfano Mchuchuma na Liganga, coal, makaa ya mawe yamepanda bei maradufu toka Urusi ivamie Ukraine. Wazungu Europe waliokuwa wanasema tusichimbe makaa ya mawe, sasa hivi wamekimbia, wanayatafuta duniani kote. Sisi tumekuwa tuna mpango wa ya makaa ya mawe kutoka Mchuchuma kwa miaka zaidi ya 15, na nimeona juzi tena inawekwa katika mpango mkakati. Kwa hiyo, lakini ukipita kule Mbinga, sisi tunatembea sana, ukipita kule Ruvuma unashangaa mradi wa kimkakati wa serikali ambao ungetuingizia Watanzania pesa na ajira haujaanzishwa mpaka leo. Lakini magari binafsi ya makampuni binafsi yanayochimba makaa ya mawe yako kule, unapishana nayo magari 100 katika muda wa saa moja. Kwa hiyo kuna mtu anachimba makaa ya mawe kule, lakini sio katika mradi wa kimkakati wa taifa. Kwa hiyo tunaathirika. Mradi wa Liganga, mradi wa chuma, Wachina wanakuja hapa, tumesaini mkataba juzi, tunaenda kuboresha reli ya Tazara, lakini na kuhakikisheni Watanzania chuma yote itatoka tena kwa nje, ambayo inakosesha taifa letu pesa, inakosesha taifa letu ajira. Kwa hiyo uongozi, tunaathirika kiuchumi kwa sababu mambo mengi hayasimamiwi. Tukienda kwenye ukiacha uchumi, na hiyo nimetoa tu mfano kwa sababu ya muda, nina mifano lukuki ya jinsi ambavyo uchumi wetu na maisha yetu wa Tanzania yangekuwa bora maradufu kama tungekuwa tuna uongozi unaowajibika kwenu wananchi, uongozi ambao unajua kwamba umewekwa pale kwa ajili yenu, sio uongozi ambao unajijali wenyewe. Na ndio hicho ambacho kinawile Mungai tulikuja Chadema na tunagombea nafasi kuwakilisha wananchi, kwa sababu tunaamini kwamba Chadema inaweza ikasimamia vizuri rasilimali za taifa letu kuliko wachache sasa hivi ambao wanachukua rasilimali za taifa wanazitumia binafsi, lakini mifuko inabaki mitupu. Kama ukienda kule Bulyanhulu na Buzwagi na maeneo huko, miaka 30 baada ya kuchimba dhahabu yamebaki mashimo. Ukitoka hapo vijiji vyote bado maskini. Ndugu zangu, twende kwenye swala la umma, huduma za umma. Tumeshuhudia katika holela ya jinsi ambavyo Chama cha Mapinduzi kinaendesha nchi yetu. Zamani ilikuwa wakurugenzi wa halmashauri, halmashauri zetu zote Tanzania wilayani zinapatikana kutoka na watumishi wa umma, yaani watu ambao walikuwa wakuu wa idara ya ujenzi, idara ya elimu, idara ya ardhi, na watu wa namna hiyo ndio ambao walikuwa wanapandishwa vyeo kuwa wakurugenzi. Hiyo ilisaidia mambo mawili: moja, walikuwa wasomi, moja, walikuwa ni watendaji. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo muhimu sana. Tulikuwa tunapata watu ambao pili walikuwa na uzoefu katika halmashauri. Leo hii mtu akijiona yuko Dar hapa hana shughuli maalum, au yuko Iringa huko au Arusha au popote, akiona hana kazi anakopa milioni 5 anaenda kuzuga kugombea ubunge katika jimbo fulani, anakuwa chawa wa viongozi wa juu, alafu anajua wala hatapita, lakini ana uhakika kwamba anapigwa kule kwenye bunge, kwenye kura za maoni ndani ya chama chao. Alafu unashangaa huyo mtu ambaye hajawahi hata kusimamia bajeti hata ya milioni 100, ghafla anapewa eti ukurugenzi, anapewa ukurugenzi wa halmashauri, anasimamia bajeti za bilioni 8. Tunatania.
tunatania. Huu ni mfumo wa ovyo. Inabidi nchi yetu ikae sawa, mifumo yetu ya utumishi wa umma ikae sawa. Watumishi wa umma hawawezi kulalamika kwa sababu ajira ni ngumu katika nchi yetu na wanaogopa kufukuzwa kazi zao, lakini ni demotivation pia, una demotivate. Zamani mkuu wa idara anajua kwamba akifanya kazi vizuri anaweza akateuliwa kuwa mkurugenzi. Leo anaweza kaona ngoja hapa nilipoishia kama mkuu wa idara ya ardhi, basi kwa sababu hakuna future huko juu, ngoja niibe, ngoja nifanye ninachotaka. Kwa hiyo mfumo wetu wa usimamizi wa halmashauri umeathirika vibaya mno, na inatokana pia na hii mbinu ya CCM kukosa wagombea. Watu wanajiokoteza tu fomu, wanaenda kugombea, wanajua kwamba hata wasipopata ubunge wanaenda kwa wakurugenzi, wanaenda kwenye taasisi nyingine. Hili ni kosa. Ndugu zangu wa Tanzania, angalia vyombo vyetu vya usalama. Niliwahi kuongea siku moja nilipopata hii fursa kuhusu polisi. Polisi ni huduma muhimu sana katika jamii. Polisi ndio watu pekee ambao tunaruhusu kama raia, nchi zote ndio watu pekee tunawaruhusu wabebe silaha mitaani, wabebe silaha kwenye matukio yote. Polisi ni mlinzi au anatakiwa kuwa mlinzi wa uhai namba moja, lakini pia wa mali. Kwa mapungufu yote tunayoona Tanzania hapa, mauaji na mapungufu yote tunayoona ya mali za watu kuharibiwa, tunaweza tukasema pia jeshi la polisi la Tanzania limepotoka au limepotoshwa. Na mimi naomba niseme limepotoshwa. Polisi zamani wakati tunakuwa ilikuwa ni kazi ya hadhi. Mimi mwenyewe ukiniuliza nilipokuwa mdogo miaka 5 7 unataka kuwa nani ukikua, watoto hata leo ukauliza walikuwa wanasema nataka kuwa polisi. Ilikuwa ni moja ya kazi katika jamii ambapo wanatembea kwa vichwa juu, jamii na watambua kwamba hawa ni watetezi wetu. Na hiyo ndio hali ambayo ilikuwepo Tanzania miaka ya nyuma, lakini tumepoliticize. Tumefanya jeshi la polisi liingie kwenye siasa. Kuna polisi wengi na mimi najuana nao. Huwezi ukawepo kwenye siasa, lakini pia huwezi ukawa tu umeishi Tanzania miaka yote usijuane na mapolisi. Kuna mapolisi ambao wamejiunga na jeshi na dhamira njema kabisa ya kutumikia umma. Kuna polisi ambao wamejiunga na jeshi kwa nia njema ya kwamba hii ni ajira na watafuata miongozo na kanuni za jeshi. Kuna polisi wengi wa aina hiyo, lakini mfumo wetu na kazi wanazopewa kwanza unawaminya vitendea kazi vya kazi yao ya upelelezi. Unakuta mtu anapewa tenda, nadhani wengi mnafahamu hii, ya kuweka hata kitendea kazi kama kuwa na database, yani kuwa na fingerprint nchi nzima kwenye vituo vyote. Mhalifu akiwa amebomoa nyumba mkoa mmoja, akienda kubomoa mkoa mwingine wanaweza wakampata kupitia mitandao. Tunajua mabilioni yaliibiwa kule. Jeshi la polisi la Tanzania pamoja na vyombo vingine vya umma, utakuta maslahi yao ni ya mwisho, nyumba wanazokaa ni za hovyo. Kwa hiyo kwanza unawa downgrade wasijisikie kama watumishi wa umma ambao wana haki ya kuwa na maisha hali ya kati kama polisi wengine wote duniani. Alafu unaenda unawapa kazi ambazo hazipo kwenye PTO wala kwenye mafunzo yao ya kwenda kupambana na vyombo vya na vyama vya siasa. Kwa hiyo hii ni kosa. Tunawaonea, tunaumiza taifa, raia wanakosa imani. Jeshi la polisi kila survey inayofanyika na watu huru twaweza, NGOs, taasisi za ndani za nje, jeshi letu la polisi ndio kila mwaka linatajwa namba 1 kwa rushwa. Hiyo ni sifa gani kwa jeshi la polisi? Nenda nchi nyingine, nenda Botswana, nenda Dubai, nenda Marekani, nenda popote, jaribu uonge polisi uone. Lakini sisi kwa sababu ya usimamizi mbovu, kuwapa kazi ambazo sio zao, kutosimamia professionalism yao, nadhani ni miaka mingi sana, labda kuanzia Saidi Mwema kurudi nyuma huko, ndio tumewahi kuwa na jeshi la polisi. Naamini wanajeshi viongozi ya IGP kina Hamza Azizi na wengine wa miaka ya zamani wakiamka waone jeshi lao limekuwaje, watasikitika sana. Kwa hiyo natoa rai kwamba tufahamu kwamba mfumo mbovu wa kupata viongozi wetu wa kisiasa unaenda
haribu jeshi letu na kuna haja ya marekebisho ya mfumo wetu wa uchaguzi ili wapatikane viongozi ambao wataenda kutetea maslahi halisi ya watumishi wote wa umma. Akiamka leo mzee Hasi Kitine wakiamka leo mzee Mwambulukutu, angeamka leo mzee Mahiga, wangeshangaa usalama wao wa taifa umekuwaje? Kwa sababu wale walikuwa ni walinzi halisi. Ukiangalia historia watu kama huyu alikuwa ni mkurugenzi wa TISI Hasi Kitine, ukiangalia historia yao ya utumishi uliotukuka, ukiangalia jinsi alivyoliokoa taifa wakati wa majaribio ya mapinduzi na hao wengine wote nao wataja kina Mwambulukutu, maadili yao yalikuwa na baadaye walienda kuwa viongozi huko CCM, lakini maadili yao wakiwa viongozi TISI, Watanzania wengi wa miaka yangu na kurudi nyuma wanafahamu kwamba TISI ya leo ambapo katika miaka mitatu unapata mkurugenzi mkuu wa 4 kuna tatizo, na naamini hata wao huko wale TISI wa ukweli wanafahamu nachosema kwamba taasisi hizi zinabidi zitulie, taasisi hizi zinabidi zisimamie maslahi ya taifa, sio maslahi ya kikundi au genge dogo ambalo linatumia vyombo hivi kwa maslahi binafsi. Hapana, inabidi vyombo ambavyo vinaathirika na maamuzi ya wanasiasa ambao hawatambui unyeti na umuhimu kwa umma. Hizi taasisi zilivyo zinazowapa umma raha na furaha na amani. Amani inayohitajika ni hivi vyombo vikiwa sawa, vikifanya kazi yake sawa, hiyo amani ambayo inahubiriwa itapatikana bila shida. Lakini niseme tu CCM yenyewe ni mwathirika mkubwa. Yaani mfumo huu unaathiri Chama cha Mapinduzi huko ndani ya chama chao, na kwa bahati mbaya ukishaathirika huko unakuja kulazimishwa juu ya raia wote. Mfumo wa CCM wa kupata viongozi wao waliuharibu, waliondoa maadili ya uongozi, waliondoa usimamizi wa viongozi wao kwa ngazi zote, wakaanza kupitisha wahuni tu. Mtu yoyote anaweza akatoka popote, ameiba hela kwenye taasisi za umma, amefanya nini, anatoka huko anaenda kugombea nafasi, anahonga viongozi wa wilaya wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu hawakuzuia pesa. Wakati wa Nyerere angalau unakuta kwamba ndani ya CCM yenyewe matumizi ya pesa kupata uongozi yalikuwa kama hayapo, yalikuwa yakionekana. Basi kuna vyombo ndani ya chama vinashughulika na hayo mambo, na huyo mtu hata penya kwenda kuwa diwani, kwenda kuwa mbunge. Leo hii hiyo yote imekolapse. Wale waliokuwa wanafadhili chama wakaamua wao wenyewe waje wawe chama. Ukiangalia quality ya wagombea katika iko chama imeshuka, kwa sababu tukubaliane wa Tanzania, hivi nani anapenda akimbizane na polisi, aogope kutekwa, aogope kupigwa mabomu, aogope kuuawa? Nani anapenda kuwa mwanachama wa Chadema kwa hiari? Wengi tumelazimika kwa sababu ya madai ya wakati, tumelazimika kwa sababu kulikuwa hakuna mtu ndani ya Chama cha Mapinduzi ambaye anataka kuiweka nchi sawa. Sasa kilichotokea ni kwamba nchi yote inaathirika kwa sababu hakuna watu quality, hakuna viongozi ambao wa kutosha ambao wana hamu ya kuingia kwenye vyama vya siasa vya mbadala vya upinzani kama Chadema, kwa sababu wanaogopa. Na sio kwamba sisi wengine hatuogopi ambao ni viongozi kwenye Chadema au wanachama, lakini wanasema mwisho wa siku utofauti between a coward and a hero ni kwamba hakuna tofauti ya uoga, wote huwa wanaogopa, ni kwamba tu nani anaamua kufanya nini. Kwa hiyo mimi nasema kwamba kuweka mifumo sawa ya uchaguzi na mfumo ya uongozi bora katika Tanzania itaisaidia hata iko Chama cha Mapinduzi ambacho chenyewe nacho hakuna mtu anataka kuwa mgombea kule ambaye kweli ana maadili, ambaye kweli anajali uhai wa watu. Utagombeaje kwenye chama ambacho unajua kitakubeba na kitakuvusha bila hata kukushindanisha na watu? Ukiona mtu anakimbilia ili avushwe na chama, huyu hawezi tena kuwa kiongozi wa wananchi.
kwa sababu anajua anachoenda kufanya, anajua kwamba chama chake kimebaka mifumo yote, anajua kwamba anaenda kutangazwa, na ndio maana wabunge na madiwani wanatembea kwenye majimbo yao wamejificha. Umeona mbunge anafanya mkutano wa hadhara kuongea na wananchi toka wachaguliwe kwenda kushukuru? Hawawezi. Sasa hiyo inadumaza maendeleo wa Tanzania wenzangu. Na inaongea pia na wana CCM kwamba na wao wasipochukua hatua kurekebisha chama chao wanatutesa Watanzania wote. Kwa hiyo na waangalie walipopotoka, na wasipofanya hivyo waendelee kuangalia jinsi ambavyo Chadema inaendelea na itakuja kuchukua uongozi wa hii nchi. Mwisho kabisa naomba nizungumzie tena, naendelea katika masuala ya taasisi. Nitaka nimalizie na swala la madhara mengine, lakini nizungumzie pia maombi kwa vyombo vingine vinavyo wakilisha wananchi. Teki, Wakatoliki wamejitahidi sana kusimama na wananchi. TLS, chama cha mawakili wamejitahidi sana kusimama na wananchi. Taasisi kama Ufufuo na Uzima ya Gwajima wamejitahidi sana kusimama na haki na wananchi, lakini huko pia kuna taasisi nyingi. Mimi ni Mluteri, namshukuru sana Askofu Bagonza na maaskofu wengine wachache ambao wanatuongelea raia ambao pia sisi ni Waluteri. Tunatamani kwamba kiongozi mkuu na maaskofu wengine nao waingie waiseme serikali jinsi ya kuiweka nchi vizuri na kuiponya nchi. Makanisa mengine ya Wapentekosto, msimwache Gwajima anapambana peke yake. Maaskofu hao nao tunatamani kuwasikia. Taasisi nyingine za Kiislamu tunatamani kuwasikia zaidi. Waislamu, kwa mtu anayefahamu historia ya Tanzania, hata mimi Mkristo, tunawaheshimu sana kina Ali Sykes na wale wengine wote, kina Aziz Dosa na wale wengine wote ambao walipigania uhuru wa nchi yetu, walipigania uhuru wa Tanzania, wameandikwa kwenye vitabu vya historia. Kwa hiyo huu ni muda sasa pia wa wale Waislamu ambao wana hiyo historia, wanafahamu wajibu wao kwa hii taifa na ukombozi wa hii taifa, nao tunaomba wanyanyuke waseme. Mwisho niseme kuhusu matatizo haya ya kwamba sio ya Chadema na serikali, sio ya Chadema na CCM, kwa sababu ndio hoja yangu kuu. Nataka Watanzania wote tukubali kwamba uchaguzi kuharibiwa, kubakwa kwa mifumo ya demokrasia inatuathiri wote. Hakuna sehemu mbaya. Nimegusia jinsi ambavyo halmashauri zinapata wakurugenzi. Sasa ngoja nikuonyeshe mfano halmashauri ambayo upatikanaji wa wakurugenzi wake haueleweki inavyoshirikiana na Chama cha Mapinduzi. Nitoe mfano kule Iringa, unakuta mwenyekiti wa CCM wa wilaya anasimamia madiwani kuwapitisha ndani ya chama chake, alafu anasimamia madiwani kupita kwenye uchaguzi mkuu, wanaenda kushika halmashauri, alafu yeye mwenyewe anaenda anaingia kwenye taasisi za umma NGOs na mambo mengine kama hayo, ambapo siasa hazitakiwi kuwa kwenye NGOs. Anaingia humo kama mjumbe kwenye NGO, alafu anauza mali, anauza viwanja 300 za viwanja 300 kwenye shule, viwanja vya shule, viwanja vya chuo. Alafu unachoshangaa ni kwamba wananchi wanavyonyanyuka kulalamika, hii nazungumzia sasa wilaya Mufindi nakotokea, wananchi wanavyonyanyuka kulalamika kuhusu hii taasisi ambao wengine walitoa ardhi yao bure miaka 30 iliyopita ili taasisi hiyo ijengwe, leo hii hiyo ardhi inauzwa na mwenyekiti wa CCM, na ipo halmashauri pale ambayo inajua inahitaji kuchunguza kama hii taasisi kweli hao wanaotoa hayo maamuzi ni viongozi halali ambao sio viongozi halali. Alafu ukienda huko kwenye serikali kwa mkurugenzi idara ya ardhi hawana kauli. Kwa hiyo unakuta huu ufisadi, na mbaya zaidi ukiacha hili genge ambalo linapitishana ili lisisimamiane, hawataki kusimamiana, kwa sababu madiwani wangenyanyuka kuzuia hii hali, tungesema kwamba kweli wanajitambua kwamba wao wamechaguliwa na wananchi, lakini hawanyanyuki. Lakini
Hii hali yote ndugu zangu inaenda mbali kiasi kwamba hao ambao wanaiba ardhi pia wanamuonga mwanasheria wa halmashauri, wanampa kiwanja wanamuonga DC aliyepita, sio wa sasa, wanamuonga kiwanja halafu watu wanaiba tu hela na ardhi za wananchi. Kwa hiyo ndugu zangu, niliomba nitoe huo mfano na hii kitu haijaisha, na huko tunarudi Mfindi na Iringa kwenda kupambana ardhi ya wananchi irudishwe, na taasisi za wananchi zirudishwe kwa wananchi. Lakini nitaka tu kabla hatujafunga nitoe mchango wangu kama mwenyekiti wa mkoa. Pale nilibanwa kidogo kutoa tamko la wenye viti, lakini naombea huu ndio uwe mchango wangu tunavyoongea na Watanzania kwa siku hii ya leo. Basi baada ya kusema hayo naomba moja kwa moja niipeleke kwa mwenyekiti wetu wa mkoa wa Morogoro ili aweze kutufungia na hatimaye kufungia kwa sala. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa wa Iringa. Moja kwa moja tupeleke kwa Mheshimiwa Roda, naomba utufungie kwa sala kwa ajili ya kuahirisha kikao chetu. Mheshimiwa Roda. Mheshimiwa Roda Kunchela. Mheshimiwa mwenyekiti wa Morogoro, labda endelea tu na utufungie. Mwenyekiti Morogoro, Malisa. Kama Mheshimiwa Roda hayupo, basi tufunge kwa sala. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya kuweza kusimama na sisi katika kikao hichi ambacho tumeweza kuwasilisha mawazo yetu pamoja na tamko letu kama wenyeviti wa mikoa kuliwasilisha kwa wananchi na Watanzania kwa ujumla. Tunakuomba uweze kutuongoza, ujumbe huo uweze kufika na uweze kuwafikia Watanzania kwa ajili ya kuweza kufanya tafakari kwa ujumla. Ni hayo tu ambayo tulikuwa tunaomba na kushukuru, na naomba kusema amen. Amen, asante sana. Asanteni.